Basi ni siku nyingine tena, nataka kuwaletea wazo la wiki, na leo ninataka tufikirie ni kwa nini Israeli walipitishwa na Mungu njia refu badala ya kwenda njia fupi. Mungu alikuwa na uwezo wa kuwapitisha sio kwa njia hiyo mrefu, lakini kwa njia fupi. Lakini kulikuwa na sababu ya Mungu kwa nini awapitishe katika hiyo njia. Kwa hivyo leo nataka tuangalie, Mungu anaweza kukupitisha kwa njia mrefu ama mambo yako yakae muda mrefu, ni kwa sababu ako na mpango juu ya maisha yetu sisi sote. Na si kusema Mungu akikupitishia njia kama hizo si ati akupendi, anakupenda. Aliwapenda Waisraeli although aliwapitisha katika njia iliyo refu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 8 mstari wa 2, hapo ndio nataka tuangalie wazo la wiki. Lakini ikiwa ni Mungu aliwapitisha kwa njia refu. Kumbukeni jinsi Mwenyezi Mungu wenu alivyowaongoza katika safari ndefu kupitia jangwani kwa muda wa miaka hiyo 40, ili awatweze na kuwajaribu, ili ajue mliokuwa mnayawaza mioyoni mwenu, na kama mungesikia amri zake au la. Hapa ndipo tunataka tulitazame neno la Mungu. Aliwapitisha jangwani muda wa miaka mirefu, lakini kutoka Misri mpaka nchi ya ahadi ambayo ni Canaan, safari ile ingechukua siku 3. Na vile vile Mungu angekuwa na uweza wa kuwabeba. Katika Biblia tunapata mifano miwili. Mungu alipomchukua Enoki, alimbeba Enoch na akaenda na yeye mji wa mbinguni. Na vile vile sio hivyo tu, Roho Mtakatifu wa Mungu baada ya yule towashi kupata ubatizo, alimchukua Filipo na akambeba asionekane tena. Roho Mtakatifu alimbeba. Hivyo Mungu angetumia njia zote hizi, lakini Mungu hakuamua kuwabeba Waisraeli kama vile alivyombeba Enoshi na kama vile alivyombeba Filipo, lakini alitamani watembee kwa miguu yao muda wa miaka hiyo 40. Na Biblia inasema alikuwa na sababu ya kuwapeleka hiyo njia mrefu. Hata na sisi saa zingine njia zetu mrefu Mungu akitupeleka, ama tukipelekwa kwa njia iliyo mrefu, Mungu anakuangwa na sababu. Na sababu ya Waisraeli basi kupelekwa hiyo njia mrefu, Biblia inasema mstari ule wa 2, alikuwa anataka kujua yaliyokuwa mioyoni mwao, yaani vile walivyokuwa wanamuwaza. Saa zingine unaweza kuwa na mawazo, baada ya kuinuliwa na Mungu, nitamwacha huyu Mungu niende njia zangu. La sivyo, baada ya kukaa hivyo, baada ya kukumbukwa na Mungu, baada ya majaribu kuisha, kama unaweza ukageuka, uzishike amri za Mungu tena. Kwa hivyo Waisraeli wakaambiwa, Mungu alikuwa anataka kuyajua yale yalivyokuwa moyoni mwao, na kama wangezishika amri zake au la. Mstari wa 3 basi, pale ndipo tunaona vile alivyowafanya. Mstari wa 3 nasema, kitu ya kwanza ile kitu alifanya, aliwanyenyekesha, akawacha waone njaa, na baadaye akawapa mana kule jangwani ile wale. Na Biblia inasema hiyo chakula hawakuwa wanakijua, wala babu zao hawakuwa wamepata kukijua. Alifanya hivyo ili apate kuwafundisha kuwa binadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila asemalo Mwenyezi Mungu. Basi saa zingine tunajisumbua, saa zingine tunajishughulikia, lakini tuna Mungu anayetupenda. Na hii ndilo wazo la wiki, ya kwamba Bwana anaweza kukupeleka njia hiyo mrefu akitaka kuyachunguza yaliyo moyoni mwenu. Bwana amani akawabariki.